baada ya kuokolewa kwetu, hatuna budi kufahamu kwamba bado tuko katika mwili. Ingawa tumeokolewa, hisia zetu za mwili bado ziko pale pale, na hisia hizi Mungu ameziweka katika miili yetu kwa makusudi, ili yamkini zifanye kazi pale ambapo zimekusudiwa kufanya katika usafi na utakatifu wa Mungu. Hata hivyo, ikiwa hajaoa au kuolewa, tunaweza tukampa Ibilisi nafasi ya kutumia hisia katika miili yetu na kuzifanya hisia hizo kuzaa dhambi. Wengi wetu tayari tunafahamu kwamba dhambi ya uasherati ni tofauti kabisa na dhambi nyingine kama ulevi, uongo, masengenyo na kadhalika. Katika dhambi zote, dhambi ya uasherati na uzinzi ndio dhambi ambazo zilimfanya Mungu kuangamiza dunia nzima nzima, na vile vile kuharibu miji mizima mizima kwa ghadhabu kubwa. Gharika ilikuja wakati wa Nuhu kwa sababu ya uasherati na uzinzi, na watu wote waliokuwa nakaa katika dunia nyakati hizo walifutiliwa mbali. Biblia inasema katika Mwanzo sura ile ya 6 kwamba wanadamu walifikia mahali kila mtu anachukua tu mwanamke yoyote anayempenda, mwanamke yoyote anayemtaka, mwanamke yeye anamchukua mwanamume yoyote anayemtaka. Hatimaye Mungu akashindwa kuvumilia hilo na kuifutilia mbali dunia, kuifutilia mbali kizazi cha wanadamu juu ya uso wa dunia, na kuacha tu watu 8, Nuhu na jamaa yake. Sio muda mrefu baada ya hapo, hatimaye tunajifunza kwamba Sodoma na Gomora vile vile, miji hii mikubwa, iliteketezwa kwa moto na kiberiti kwa hasira kubwa ya Mungu, kiasi kwamba wanahistoria wanasema hata kumbukumbu ya miji hiyo imefutwa kabisa, na wanahistoria na wana arkeolojia wamejaribu hata kuchimbua mabaki, hawakuweza kuyapata mabaki ya Sodoma na Gomora, kwa sababu miji hiyo ilifutiliwa mbali kabisa juu ya uso wa dunia, na chanzo kilikuwa uasherati, uzinzi na yote yanayoambatana hayo. Sio tu, lakini dhambi ya uasherati na uzinzi kwa miaka nenda miaka rudi ndio ambayo imekuwa ikiambatana na adhabu za wazi wakati mtu bado yuko duniani. Kwa miaka nenda miaka rudi, magonjwa ya zinaa yamekuwa yanaambatana na matendo ya uasherati na uzinzi. Kwa miaka nenda miaka rudi, yamekuwa magonjwa ya zinaa ambayo yamesababishwa na uasherati na uzinzi tu, na si jambo jingine lolote. Magonjwa kama kisonono, magonjwa kama kaswende, na mengine yenye majina mengi ambayo yamekuwa yanatokea kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Wengine watazungumzia magonjwa yanayoitwa uzi, mengine watazungumzia magonjwa yanayoitwa pangusa, na magonjwa mengi ya namna hiyo yamekuwa ni magonjwa ya kutisha, ambayo mengine yamesababisha hata watoto wanaozaliwa wanakuwa vipofu, watoto wanaozaliwa wanakuwa vilema, na
kadhalika. Na magonjwa haya yamekuwa yanakuja tu kwa uasherati na uzinzi, na kilele cha magonjwa hayo ugonjwa huo ambao wengine wanauita ugonjwa wa kisasa, ukimwi, ambao unaua mamilioni ya watu sasa hivi. Na watu wanakwenda hivyo bila dawa, bila kinga, na familia nyingine zinateketea nzima nzima. Yako maeneo mengine katika nchi yetu Tanzania, kwa mfano mahali kama Makete. Kwa watu wale ambao wamewahi kupata nafasi ya kuweko kule Makete, wataelewa vizuri kwamba ziko familia zimefutwa nzima nzima, vijiji vingine yani vimebaki mahame, vijiji vizima vizima. Unaweza kwenda kutoka mahali fulani mbali sana, unakuta magofu tu ya nyumba, hakuna makazi ya watu, watu wote wamekufa kwa ukimwi. Na watu wanaelezea kama hali hiyo itaendelea kwa spidi hiyo, kuna maeneo fulani katika nchi yetu yatabaki kabisa tupu bila watu katika muda mfupi ujao. Sasa yote hayo yanasababishwa tu na uasherati na uzinzi, ambao Mungu hasubiri kutoa hukumu juu ya uovu huo huko baadaye, lakini uovu huo unahukumiwa tangu duniani, kwa sababu ya tofauti kati ya dhambi ya uasherati na uzinzi na dhambi nyinginezo. Biblia inaita dhambi ya uasherati au uzinzi kwamba ni kosa kuu, tena ubaya mkubwa. Mwanzo sura ile ya Mwanzo sura ile 39 mstari ule wa 6 mwishoni hapo mpaka mstari ule wa 12. Mwanzo 39 mstari wa 6 mpaka mstari wa 12 tunasoma. Na Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia lala nami. Lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkosa Mungu? Uzinzi, uasherati unaitwa ubaya mkubwa. Kumbe sio makosa yote yanafanana. Na makosa yanayoitwa makosa makuu, makosa makubwa. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkosa Mungu? Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia lale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Kama Yusufu angefanya uasherati, angefanya uzinzi mahali hapa, mpango wa Mungu kwake ungeweza kuzuiliwa. Uasherati, uzinzi, kama tulivyotangulia kujifunza, ni machukizo makubwa sana mbele za Mungu, kiasi kwamba huzuia kabisa mipango ya Mungu kwetu. Wengi wetu tunafahamu habari za Yusufu. Mungu alimkusudia kumfanya kuwa mtawala. Alikwisha muonyesha kwa njia ya maono kwamba baba yake na mama yake na ndugu zake wote watamwinamia, wote watakuwa chini ya utawala wake. Tangu mapema katika ujana wake, Mungu alimkusudia kuwa mtawala.
Kaka zangu, dada zangu, ni muhimu kuelewa mipango ya Mungu kuhusiana na maisha yetu huanza mapema sana katika maisha yetu. Paulo mtume anasema, tangu tumboni mwa mama yangu Mungu alinichagua. Kila mmoja wetu katika ujana wake, labda ana miaka 18, miaka 19, miaka 20, miaka 21 na kadhalika, ni muhimu kuelewa katika umri ulio nao tayari Mungu ana mpango na wewe. Tayari Mungu amekusudia wakati mwingine uwe mtawala. Wakati mwingine Mungu amekusudia kukufanya kuwa chombo chake ambacho kitakuwa msaada kwa watu wengi katika dunia hii. Lakini mpango wa Mungu kwetu unaweza kabisa ukafutiliwa mbali nasi kwa sababu ya uzinzi, kwa sababu ya uasherati. Kama Yusufu angefanya uzinzi hapa, mpango wote wa Mungu wa kumfanya mtawala ungeharibiwa. Mungu angegairi mpango ule. Wengi wetu tunafahamu juu ya Samson. Mungu alikuwa amemkusudia sana kumtumia kwa namna kubwa, lakini kwa sababu ya kufanya uzinzi na Delila, mpango wote wa Mungu kwa Samson ulifutwa na akatiwa mikononi mwa Wafilisti. Macho yake akang'olewa, akasaga ngano ya Wafilisti, na hata akafa na kukatisha mpango wa Mungu kwake. Kama asingejishughulisha na uzinzi wa kiasi hicho ambao tunajifunza habari zake, bado tungeona mambo mengine makubwa zaidi yakifanywa na Mungu kupitia kwa Samson. Daudi vile vile, yako mambo kadha wa kadha ambayo yalikuwa katika mpango wa Mungu kwake, lakini yalizuiliwa na uzinzi pale alipofanya uzinzi na mkewe Uria. Suleiman, kwa sababu ya uzinzi vile vile, mpango wa Mungu kwake ulikatishwa. Mungu hata kama amepanga mipango yote kwetu katika maisha yetu, kama uzinzi na uasherati unavyomfanya Mungu kufutilia mbali kizazi chote na kukifutilia mbali juu ya uso wa dunia, kwa namna hiyo hiyo sasa uweze kufutilia kabisa mbali mpango wake kwetu, na lolote lile jema alilokusudia kulifanya kupitia kwetu sasa hufutwa, na Mungu hugairi kabisa lile alilokuwa amelikusudia. Twende pamoja sasa katika Yeremia sura ile ya 18. Yeremia sura ile ya 18. Yeremia sura ile ya 18 mstari ule wa 9 mpaka mstari ule wa 10. Yeremia 18 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10 tunasoma: na wakati wote nitakapotoa habari za taifa na habari za ufalme, kuujenga na kuupanda, ikiwa watatenda maovu mbele za macho yangu, wasiitii sauti yangu, basi nitagairi nisitende mema yale niliyoazimia kuwatendea. Kumbe tusipoitii sauti yake tukafanya uovu ule unaweza kumfanya Mungu agairi asitende yale mema anayokuwa amekusudia kwetu. Hata pale anapokuwa ameahidi kabisa, hata pale anapokuwa amesema kabisa kwamba atatutendea hili, atatutendea lile, atatutumia kwa jinsi hii au ile, inapotokea sasa tumeingia katika uovu, tayari utaweza kuwa na uovu ule unaweza kabisa ukamfanya Mungu aweze kugairi kufanya mema kwetu
na mpango wake Mungu kwetu ukakatishwa. Kama tumetangulia kujifunza, moja kati ya uovu ambao ni dhahiri, sio jambo la kuuliza, ni uovu ambao unaweza kabisa kusitisha mpango wa Mungu kwetu, ni uzinzi, ni uasherati. Eli alikuwa kuhani, na alikuwa kuhani aliyetumiwa sana na Mungu na kuaminiwa sana katika kizazi chake. Lakini watoto wake walikuwa wazinzi, walikuwa washerati kiasi cha kutisha, na kazi yake ilikuwa kuhakikisha anakemea uzinzi wao, anakemea washerati wao, na hata pale ambapo wangeendelea kufanya washerati angewekea mipaka, angewekea vizuizi kwamba wasivifanye hivyo kwa viwango hivyo walivyokuwa wanavifanya, kwamba walikuwa wanafanya sasa nyumbani mwa Mungu kabisa. Lakini hakuvikemea na wakanyamaza kimya tu, na matokeo yake wakaenda mbali, wakafikia mahali kufanya uzinzi na uasherati kwenye mlango wa hema ya kukutania. Samueli wa kwanza sura ile ya pili. Samueli wa kwanza sura ile ya pili. Samueli wa kwanza sura ile ya pili. Mstari ule wa 22. Mpaka mstari ule wa 24. Basi Eli alikuwa mzee sana, na alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatenda Waisraeli, na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania. Angalia uasherati huo, angalia uzinzi huo. Watoto wa Eli wanafanya uzinzi na uasherati, na wahudumu kanisani tena wanafanya uasherati na uzinzi huo mlangoni pa kanisa, mlangoni pa hema ya kukutania. Na jambo hili halikuwa ndo linaanza, lilianza muda tu, lakini Eli akulikemea, akaja kulikemea katika uzee wake sana, wakati ambapo amechelewa kuwazuia, na akazungumza tu kwa wepesi, wakati mambo yalikwishaota mizizi sana, wakati kumekwisha kuwa na malalamiko ya kila namna katika kanisa. Basi Eli alikuwa mzee sana, na alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatenda Waisraeli, na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania. Akawaambia, mbona mnatenda mambo kama haya? Maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hao wote. Sivyo hivyo wanangu, kwa maana habari hii ninayosikia si habari njema. Mnawakosesha watu wa Bwana. Mtu mmoja akimkosa mwenzake, Mungu atamhukumu. Lakini mtu akimkosa Bwana, ni nani atakayemtetea? Unaweza kuona uzinzi na uasherati, tofauti na dhambi nyingine, zinatajwa ni kumkosa Bwana, na dhambi nyingine zinatajwa kwamba ni kumkosa mwenzake. Angalia tofauti hiyo. Uongo, masengenyo, wivu, fitina na kadhalika vinatajwa katika kundi la dhambi za kuwakosa wenzetu. Bwana anatuhukumu, lakini katika uzinzi na uasherati anasema, nani atakutetea? Maneno haya yote tu yana lengo la kutofautisha uzito wa dhambi ya uzinzi na uasherati na dhambi nyinginezo. Mtu mmoja kimkosa mwenzake, Mungu atamhukumu.
Lakini mtu akimkosa Bwana, ni nani atakayemtetea? Lakini hawakuisikia sauti ya baba yao, kwa sababu Bwana amekusudia kuwaua. Kimsingi walifanya dhambi hii kwa muda mrefu na kuwazuia, lakini alikuja kushtuka tu mwishoni, wakati imeota mizizi sana kanisani, kama maelezo yanavyotolewa ya kina katika Samueli wa kwanza sura ya 3 sasa mstari ule wa 11 mpaka mstari wa 14. Samueli wa kwanza 3 mstari wa 11 mpaka 14. Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake atamwasha. Siku ile nitayatimiza maneno yale yote niliyosema juu ya Eli katika habari za nyumba yake tangu mwanzo hata mwisho. Kwa maana nimemwambia kwamba nitaihukumu nyumba yake milele. Sasa tusome wote. Kwa ajili ya ule uovu alioujua. Piga kelele, sema hivyo. Kwa kuwa wanawe walijiletea laana, wala yeye hakuwazuia. Ndio tatizo lilikuwa, hakuwazuia, hakuwakemea. Ikapita muda mrefu sana, dhambi ilikuwa imeshaota mizizi, imeshajichimbia ndani. Tunapokuwa na watoto wetu wanaweza kufanya uasherati, wanaweza kufanya uzinzi, wanaweza kufanya uchafu kinyume na imani yetu. Lakini la msingi ambalo Mungu analiangalia kwetu, je, tunawakemea au tuna juhudi gani au jitihada gani tunazifanya kuonyesha tukubaliani nao, atukubaliani na yale wanayoyatenda? Je, tunawekea mipaka katika kufanya chochote wanachokifanya? Eli ya kufanya hivyo, alikuja kufanya mwishoni tu, kama ili mradi baada ya kuwa habari hizo zimeenea kwa watu wote. Na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. Naweza kuona ikatajwa kwamba uovu wao hautasafika kwa dhabihu wala kwa sadaka. Uovu wa uasherati, uovu wa uzinzi, wakati wote umechukua vipimo vya adhabu vizito sana kuliko vipimo vya adhabu nyinginezo. Matokeo yake yalikuwa nini? Matokeo ya uzinzi huo na uchafu huo. Samueli wa kwanza sura ile ya 2 sasa mstari wa 30. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Hiyo ndio ilikuwa ahadi, ndio ilikuwa mpango wa Mungu kwa Eli na vizazi vyake, kwa watoto wake na watoto wa watoto wake. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Unaweza kuona uzinzi, uasherati unahesabika kwamba ni dharau. Na Mungu anasema, ingawa niliahidi kwamba nyumba yako itakwenda mbele zangu milele, maana yake itatawala, itakuwa na nafasi ya utawala, itakuwa na nafasi ya uongozi wa kanisa milele. Lakini jambo hilo nimeligairi, jambo hilo naliwe mbali nami sasa, kwa sababu ya dharau hii. Na dharau inayotajwa hapa ni uasherati, dharau inayotajwa hapa ni uzinzi. Uzinzi au uasherati unatajwa kwamba ni dhambi ambayo mtu anaitenda kwa kukusudia. Anajua ni dhambi na Roho Mtakatifu anazungumza naye kumwonya, lakini bado anakwenda na kulazimisha mpaka anaikamilisha. Uzinzi wa uasherati ni dhambi ambayo haiwezi kufanyika kwa siku moja.
kwamba mtu anakutana tu na mtu tayari uasherati, tayari uzinzi. Hapana. Kwa kawaida uzinzi au uasherati ni tendo ambalo linakuja baada ya mazungumzo ya muda na mipango mingi. Itaanza kuzungumza tu mambo ya kawaida, hatimaye atapelekwa katika mapenzi mpaka kufikia mahali ambapo sasa wale watu ambao wamekuwa na hayo kwa muda sasa wanafikia mahali kufanya jambo hilo kivitendo. Na katika process au katika mchakato wa mambo hayo, Roho Mtakatifu anazungumza na mtoto wake, anamweleza hili jambo unataka kulifanya si jema, uhusiano wako wewe na kaka huyu si mwema, uhusiano wako na dada huyu si mwema. Lakini kwa maksudi anaipuza ile sauti ya Roho Mtakatifu, anapuuza yale maonyo ya Roho Mtakatifu, na kwenda mbele tunakukazana mpaka akamilishe kufanya uovu aliokusudia kufanya. Sasa jambo hilo linahesabika kwamba ni kusudi kabisa, ni dharau ya wazi kabisa. Mtu huyo dharau hiyo ndio imempelekea kufanya analofanya, kana kwamba Mungu hana nguvu, kana kwamba Mungu hana uwezo wa kumtenda mazito na mabaya. Yakaza Biblia kama mtu alikuwa anafanya jambo kwa kusudi, kwa dharau kiasi hicho, alikatiliwa mbali na watu wake, alipigwa mawe. Ndio maana wazinzi na washerati walipigwa mawe, kwa sababu ilitambulika ni miongoni mwa dhambi zinazofanywa kwa kusudi, kwa kukusudia kabisa, kwa kupanga baada ya muda mrefu. Mtu anapanga na hata kusema uongo, anawaambia wazazi wake hata kuwepo hapa, atakwenda sehemu nyingine, anapanga na yule kijana. Ni mpango kwa mpango kwa mpango mpaka uasherati ule na uzinzi unatimizwa kusudi lake. Hesabu sura ile ya 15 mstari ule wa 30 mpaka mstari wa 31. Hesabu sura ile ya 15 mstari ule wa 30 mpaka mstari wa 31. Lakini mtu afanyaye neno lolote kwa kusudi, kama ni mzalia. Lakini mtu yeyote akifanya jambo lolote, hapo inatajwa, lakini mtu afanyaye neno lolote kwa kusudi, kama ni mzalia, kama ni mgeni, huyo amtukana Bwana, na mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake, kwa sababu amelidharau neno la Bwana na kuyavunja maagizo yake. Mtu huyo atakatiliwa mbali, uovu wake utakuwa juu yake. Amelidharau neno la Bwana kwa kusudi, na kwa sababu hiyo atakatiliwa mbali. Na watu wanamei walikuwa wanapigwa kwa mawe kwa sababu wamemdharau Bwana, kwa sababu wamelitukana jina la Bwana kwa kusudi. Unaweza kuona. Kwa hiyo uasherati, uzinzi kwa msingi huo unaharibu mpango wa Mungu kwetu. Mwanangu, Mungu ana mpango mzuri kwako. Yeye Mungu aliyekuokoa katika ujana wako, yeye Mungu aliyekuokoa katika usichana wako, katika uvulana wako, na tena katikati ya watu wote